Naitwa Salumu Alfani Mtelela, ni katibu tawala wilaya ya Bunda ama DAS. Nazungumza kwa niaba ya Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Bunda, Mheshimiwa Aswege. Tumekuja hapa na Malama leo tukiwa na baadhi ya wajumbe wa kamati ya usalama ya wilaya kwa ajili ya kuja kutembelea kambi ya ugonjwa wa kipindupindu ambayo imewekwa hapa na Malama kwa lengo la kudhibiti ugonjwa wa kipindupindu ambao tayari umeshapiga hodi katika wilaya ya Bunda, hususan halmashauri ya wilaya ya Bunda, yani Bunda DC. Ndugu wananchi, kama mnakumbuka, miezi kadhaa iliyopita tulitoa tahadhari kupitia baraza la halmashauri ya wilaya ya Bunda pale Bunda DC Kibara. Tuliwaambia wananchi kwamba ndugu zetu, jirani zetu, watu wa Musoma, kwa maana ya Musoma DC, ugonjwa wa kipindupindu upo, na kwa maana hiyo sasa sisi wa Bunda ambao tunapakana nao Musoma tuchukue tahadhari. Tuliwataka wananchi kuchukua tahadhari za kuhakikisha kwamba ndugu zetu na marafiki zetu wanaotoka kule wanapokuja huku, basi tuweze kuhakikisha kama tunachukua tahadhari zote za kiafya ambazo wataalamu wetu wanatuelekeza ili kujiepusha na ugonjwa huo. Kwa bahati mbaya sana inaonekana maelekezo yale ya kuzingatiwa sana, na kwa bahati mbaya ugonjwa umeweza kuingia. Nichukue fursa hii sasa kwa niaba ya Mheshimiwa mkuu wa wilaya kuendelea kusisitiza na kuwaomba ndugu wananchi kuchukua tahadhari zetu zote ambazo wataalamu wetu wanatuelekeza. Wataalamu wakiongozwa na mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya ya Bunda, DMO, wanafanya kazi nzuri. Wameunda timu zinapita nyumba kwa nyumba, lakini pia wanapita mashuleni katika kuhakikisha kwamba wanatoa elimu ya kuwataka wananchi kuchemsha maji ya kunywa, lakini kuwataka wananchi kunawa kabla na wanapokwenda chooni, kunawa kabla na wanapokula chakula, na masuala mengine yote ya kiafya. Ugonjwa huu, ndugu zangu wananchi, ni ugonjwa ambao kitaalamu unaitwa waterborne, unasababishwa na bakteria anaitwa Vibrio cholerae, na hakuna namna nyingine ugonjwa huu unaambukiza zaidi ya bakteria huyo. Kwa hiyo tusiwasikilize au tusijenge zile imani za kishirikina. Na mtu yeyote anayekuambia kwamba pengine upepo unapita au jirani yako amekuloga kwa sababu pengine una pikipiki nzuri au una baskeli nzuri au una gari nzuri au pengine una kazi nzuri au una shati nzuri, hizo sio sababu. Sababu ni bakteria, na hakuna namna nyingine zaidi ya kuchukua vile njia za kisayansi kuhakikisha kwamba tunajitibu. Kwa hatua ambayo tumefikia sasa hivi, hali sio nzuri, hali inatisha kwa sababu tayari tuna wagonjwa 13, lakini pia waliofariki mpaka sasa ni wagonjwa 2. Hilo sio jambo dogo, na tuchukue tahadhari. Tahadhari moja ya haraka sana ambayo inaweza kutusaidia ni kuhakikisha tunachemsha maji yetu, hasa ya kunywa. Ikibidi hata ya kuoga, ikiwezekana hata ya kufulia, lakini kama tunashindwa hizo hayo yote, basi angalau maji ya kunywa. Na hili jambo sio jambo la mkuu wa wilaya, ni jambo la kwako wewe mwananchi mwenyewe, kwa sababu usipochukua tahadhari hiyo, hakuna njia nyingine zaidi ya kufa. Utakufa na taifa litakuwa limepoteza nguvu kazi, lakini familia pia itakuwa imepoteza baba, itakuwa imepoteza mama, itakuwa imepoteza mtoto, itakuwa imepoteza mjomba, itakuwa imepoteza shangazi. Kwa ujumla wake ni kwamba tunaendelea kuathiri uchumi wa familia, uchumi wa kaya, lakini mwisho wa siku uchumi wa wilaya na taifa kwa ujumla. Kuna wakati huwa najiuliza, sasa mtu analeta ubishi kwenye jambo kama hili, anambishia nani? Tumezoea kuleta ubishi kupeleka watoto shule, tumezoea kuleta ubishi tunaposema tuchangie chakula shuleni. Hata jambo la afya yako mwenyewe bado mtu unaleta ubishi tena. Natafuta lugha ya kuzungumza, kwa kweli naikosa, zaidi ya kuwaasa wananchi tuchukue tahadhari. Nachohofia idara yetu ya afya inafanya vizuri sasa hivi, inaweza kuhudumia, lakini tusiipe mzigo mkubwa kiasi kwamba ikazidiwa. Ikizidiwa maana yake itakuwa ni janga sasa, na itatupa tabu sana. Wataalamu wanatuambia kinga ni bora kuliko tiba, lakini pia kinga vile vile ni nafuu kuliko tiba. Asanteni sana kwa kunisikiliza.